Karibu mtazamaji wetu wa Ulinzi Channel. Hii ni ziara ya kikazi katika mwendelezo wa ziara za kikazi za Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Mheshimiwa Elias John Kwandikwa. Hapa ni Kibaha, mkoa wa Pwani. Ugeni wake unalakiwa na kupokelewa na Meja Jenerali James Mgunda ambaye ndo Land Force Commander. Mapokezi na kusaini katika kitabu cha wageni ndiyo tukio lililoendelea. Mheshimiwa Waziri, kwanza kabisa, na baadaye pakawepo na brief kidogo. Na baadaye kidogo Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Mheshimiwa Elias John Kwandikwa alipata fursa ya kuzungumza na maafisa na askari. Mheshimiwa Waziri, mimi nimepewa jukumu la kukaribisha tu. Hichi kikao sio cha kwangu. Mimi nimekuwa naongea nao mara kwa mara. Wana hamu sana kukusikiliza. Ndio maana wamekaa kimya kiasi hichi. Kwa bila kupoteza muda, ningependa nichukue fursa hii, Mheshimiwa Waziri, nikukaribishe ili uweze kuongea na hawa maafisa na askari wa bezi yetu hii. Mheshimiwa Waziri, karibu wasalimie. Asante sana. Jeshi yetu ya ulinzi, kwa imani kubwa kwangu alivyoniteua ili niwe waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Na mimi alivyoniteua nilijua viongozi mpo na wapiganaji wapo. Kwa hiyo namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwamba aliona inafaa na inapendeza tufanye kazi pamoja. Ninashukuru sana kwa nafasi hiyo, lakini niwashukuru sana kwa utayari kuanzia viongozi kule makao makuu ya jeshi, viongozi wote moyo wa kufanya kazi pamoja. Mapema kabisa niliona baada ya kuteuliwa, nimepokea salamu zenu, ukaribisho wenu, lakini naamini kabisa hata askari pia mmekuwa na hamu pia hata ya kuniona kwa ukaribu namna hii. Si ndio jamani? Ndio maana nimesema nianze kwa kusema nimefurahi sana kuwaona. Asanteni sana.
Lakini niwashukuru na kuwapongeza sana kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya. Jeshi letu linafanya kazi nzuri ni kwa sababu kila mmoja wetu hapa, kila askari kwenye eneo alipo amefanya kazi sana kwa kujituma. Kwa hiyo sifa za jeshi letu ziko vizuri kwa wananchi wa Tanzania, sababu ukiwa kule nje unaweza kuwasikia Watanzania wenzetu imani waliokuwa nayo na jeshi ni kubwa sana. Lakini tumekuwa pia na kuaminiwa kimataifa, na mimi nawapongeza sana, sababu nimekuwa nikisikia na tumekuwa tukiona kwamba tumekuwa na operation mbalimbali za kimataifa huko kwa nchi jirani, lakini kila pahala ambapo ushiriki wetu, taasisi mbalimbali zimeona mchango wetu ni mzuri. Ndio maana leo mimi kubwa sana ni kuwapongeza tu viongozi, kwa sababu tusingefika hivi kama tusingekuwa tunakwenda kama timu moja. Nilikuwa natamani sana ule wimbo ule niamini upate niwe naimba, kwa sababu nimeona kwenye beti za wimbo ule wa jeshi ule unajaribu kureflect jeshi letu lilivyo. Najua nitaupata tu, mimi nijifunze ili wakati mwingine na mimi nishiriki hata kwa kuimba tu vizuri sana. Kwa hiyo hongereni sana kwa kazi nzuri ambayo mnaendelea kuifanya. Mnafanya kazi kwa uzalendo wa hali ya juu. Kazi yetu ambayo tunaifanya, kukubali kwenu kufanya kazi, kutumika na jeshi, inatosha kabisa kupima uzalendo wenu kwamba mmejitoa kwa ajili ya nchi yetu. Kwa hiyo mimi hapa kubwa sana niwapongeze na niwatie moyo. Amiri Jeshi Mkuu aliniambia niwasalimie, lakini niwahakikishie tu kwamba naye anawatazama vizuri kuona kwamba mchango wenu ambao mnautoa kwa taifa hili ni mchango ambao unastahili kwa kila muungwana kuutambua na kuusema na kuwapongeza. Kwa hiyo mimi nawapongezeni sana na nimefurahi sana leo kuwaona kwa ukaribu namna hii. Mimi nitaka niseme tu hivyo kwamba na mimi nimekuja kuungana na nyinyi. Kazi yangu mimi ni kumwezesha, yani kwa namna itakapokuwa imewezekana. Sababu mimi ni kiungo kati ya jeshi na upande wa serikali. Yako mambo ambayo tunaweza kuyatazama kupitia bunge, bajeti na kadhalika. Kwa hiyo mimi ni mtumishi wenu ili niwahakikishie lile jukumu la kila mmoja kadri itakapokuwa imekuwa tunalifanya liende vizuri. Ninafahamu mambo mengi mazuri mnayafanya. Muda sio mrefu nimeona maonyesho na nimeona maelezo mazuri sana vifaa. Ukikuta kifaa kimetengenezwa mwaka 59 na leo mnaona kinaweza kwenda kwa speed namna hiyo, sio bure. Ni kwa sababu kila mmoja wetu hapa, viongozi na sisi wote wapiganaji, tumetumika kuhakikisha kwamba vifaa vile tunavitunza vizuri. Hata kwa maneno ambayo nimeyapata kwa viongozi waliokuwa wananipa maelezo, mahitaji ya karakana, hatuna karakana, nimeyachukua. Mahitaji ya mafuta na kadhalika kwamba tunapata kwa uchache, nimeyachukua. Lakini maelezo yale yalikuwa na lengo la kuhakikisha kwamba tunavyo vifaa vyetu, tunaviangalia, tunavitunza. Kwa sababu tukipata mafuta tukavipasha moto, ni namna nyingine pia ya utunzaji. Lakini vinavyokuwa na uharibifu wa hapa na pale, kama ufanye matengenezo uharibifu unaongezeka. Kwa hiyo nimeiona hiyo kiu ya kuhakikisha kwamba cha kwetu tulichokuwa nacho tulichokipata, na mimi niwe na kwenye ushiriki wa kuhakikisha kwamba tunavitunza vifaa vyetu. Nimelichukua, niko na wenzangu hapa kutoka makao makuu wizarani. Nafikiri kati ya mambo tulikuwa tukitembea tujaribu kuona kwamba lazima tuende tuangalie vizuri vifaa vyetu hivi hata vikihitajika vio kwenye ubora wa kwanza. Kwa hiyo tutajitahidi, kati ya mambo ambayo na mimi nitapigana nayo ni kuhakikisha kwamba angalau tunaendelea kuona kwamba wizara inasukuma baadhi ya mambo yaje atusaidie kuhakikisha mazingira yetu ya kazi yawe mazuri. Niwashukuru sana viongozi kwa mipango ambayo ninaiona ya kufanya maendelezo mazuri kwa askari wetu. Ninafahamu yako mafunzo kadhaa yanafanyika. Sababu huwezi kutunza zana hizi namna hii bila kuwa na wataalamu. Nilikuwa naona tu pale na Meja Jenerali hapa.
Nikaanza nauliza, lakini wataalamu wa kutengeneza wapo, lakini tunatengenezea zana zetu kwenye miti. Sasa nyingine hali ya hewa inakuwa sio nzuri. Umeona? Kwa hiyo tutaendelea kushirikiana, ni hadi yangu hiyo, ili kuona kwamba kuna kitu kinafanyika, angalau kupunguza kidogo shida ambazo tuko nazo na kuhakikisha kwamba vifaa vyetu vinakaa vizuri. Kwa hiyo tuendelea kushirikiana. Ndugu zangu, kwa sababu nimekuwa hapa, niendelee kuwapongeza kwa juhudi ambazo zimekuwa zikifanyika kwenye vikosi vyetu na maeneo mbalimbali ya mchango mkubwa kwenye uchumi wa nchi. Nawapongeza kwa dhati, kwa sababu yako mambo mengine unaweza ukatengenezea hesabu ukasema mchango wetu ukauandika, lakini yako makubwa sana ambayo mchango wetu umekuwa mkubwa sana, kwamba tumewezesha mambo kadhaa kufanya uchumi wetu ukue uende hata uchumi wa kati. Yako mambo ambayo sio ya moja kwa moja kwenye mchango wa jeshi letu, lakini jeshi letu limechangia pakubwa sana. Na ndio maana nimesimama hapa kabisa kwa furaha kuwapongeza. Mchango wenu ni mkubwa. Ukijaribu kuangalia kule tulikofanya, kwanza swala la kufanya nchi yetu ina amani. Hauwezi kwenda kutengeneza uchumi nchi imekaa na mambo ya hovyo, watu wake wana hofu. Kama nilivyosema kule mwanzo, hata pale ambapo tumeonekana kule uraiani, askari mmoja ameishi kwenye mtaa fulani, ile uwepo wako tu kule imekuwa tosha kuwa chanzo cha amani. Hata kama mtu mwenye nia mbaya anasema kwa mtaa ule kuna askari, kumfanya yule mtu mwingine aende kufanya uzalishaji. Kwa hiyo mchango wetu ni mkubwa sana, mbali na kushiriki kwenye operation mbalimbali, mbali na kushiriki kwenye kazi za moja kwa moja ambazo tunaweza kuzipima kwa macho, lakini mchango wa jeshi letu ni mkubwa sana, ambao huwezi kueleza kwa urahisi. Kwa hiyo mimi ninaendelea kuwapongeza sana. Yako mambo ambayo mnaendelea kuyafanya ambayo nimeona kama ni mapungufu. Ujenzi, hata nilipokuwa nikitembea hapa nimeona yako ya majengo ambayo tunafikisha hatua fulani, kwa nia ya kuona tunatoa mchango wetu. Kama tusingefanya hivyo, serikali ingelazimika kuleta fedha kufanya majengo yale. Kwa hiyo hata tulipopata fedha kidogo, lakini nguvu za askari zimetumika vizuri kuona kumekuwa na mambo makubwa mazuri yanafanyika. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana, tujipigie tu makofi. Nitaka niseme hivyo kwa sababu iko michango mingi hata kwenye huduma za afya maeneo mbalimbali, na sisi tumeendelea kupata msukumo mkubwa wa kuona tunaongeza huduma za afya. Lakini wahakikishie pia kwamba najua sisi kama askari kuna mambo ambao viongozi wameanza kuyashughulikia, na mimi nimewakuta, tunaungana nao. Tutakwenda kuboresha huduma za afya. Tutaenda kuwa na bima ya kwetu ambao sisi tawatambua mpaka ndugu zetu na wazazi wetu. Tunataka tuone askari na sisi tunaendelea kuwahudumia vizuri. Kwa hiyo yako mambo mengi, mbali na kutoa huduma nzuri kwenye jamii na ya Tanzania, lakini na sisi wenyewe tuna mambo kadhaa tunaenda kuyatazama. Nitaka niseme tu hivyo kwamba sina maneno mengi sana, lakini kubwa ilikuwa ni ile la kuwashukuru. Lakini natambua ziko changamoto. Na hata kule nilikuwa nasema sisi kama askari hatuwezi kupiga kelele. Tukiwa na changamoto kadhaa hatuwezi kushauti kama watu wengine, sio? Inakuwa sio rahisi kwa sababu ya nidhamu ambayo tuko nayo. Utendaji kazi wetu umetawaliwa na vitendo kuliko maneno. Kwa hiyo nafahamu tukiongea na viongozi wenu, tukiongea na viongozi kwenye wizara, yako mambo ambayo tutaendelea kuyashughulikia hatua kwa hatua, ambao na mimi mwenyewe yameingia kwenye ufahamu wangu kwamba yako mambo mengine yanaenda kutuguza mtu mmoja mmoja. Nitaka niseme tu kwa ufupi, haya yote tunaendelea kuyafanyia kazi. Na mimi ningependa kuungana na viongozi wenzangu kuhakikisha kwamba tunaendelea kutengeneza jeshi letu liwe la kisasa, liwe na weledi wa kutosha, lakini bado kuona kwamba askari tunaenda kuwahudumia vizuri kadri itakavyokuwa inawezekana. Kwa hiyo hadi yangu kwenu ni hiyo, kwamba mimi ninapofanya ziara ninakuja kujifunza. Nitumie nafasi hii niwashukuru sana viongozi. Kwa leo mmetengeneza ratiba kabambe kweli. Yaani kwa leo nimejifunza vitu vingi sana. Kuna vingine nilikuwa nimevijua huko, lakini kwa leo nimesheheni kuona mazingira yetu yalivyo, kuona kazi zetu zilivyo. Hata kwa taarifa rais umetoa hapa kwa ukubwa wetu, na wengine wako kwenye operation mbalimbali, lakini mimi nawashukuru sana. Nawashukuru sana. Nimefurahi sana kuja kuwasalimia. Lakini niseme tu labda kabla sijamaliza hotuba yangu, mimi ni mwenzenu,
si ndio jamani? Nishirikisheni, niwaambia viongozi, yako mambo mengine ya jamii kama ikitokea, na mimi ni sehemu yenu, nishirikisheni, tutaendelea kushirikiana. Kwa hiyo maana nataka kusaidia maneno hayo kuambia kwamba mimi niko tayari kushirikiana na viongozi, kushirikiana na wapiganaji wakati wowote. Kama kuna jambo lolote la kwenu ni la kwangu. Mheshimiwa Rais alivyonileta huku, amenileta nije kuwatumikia, nije nifanye kazi na nyinyi, nije tushirikiane, na umoja ni nguvu. Nimefurahi sana kwa ratiba. Nafahamu viongozi nao walikuwa na ratiba zao, lakini wamejinyima. Leo nimemwona hapa Brigadier General Majani. Siku moja nitapata nafasi nitatembelea brigedia yako kwa nia hiyo ya kujenga uelewa wa kutosha. Kwa nia hiyo tuone wote tunaweza kwenda safari moja. Nimefurahi sana. Nimefurahi sana kwa mapokezi mazuri. Mpaka nilikuwa natamani kutwa nzima nisinde hapa. Lakini labda sasa kwa sababu ya mambo ni mengi haitakuwa imewezekana. Si ndio jamani? Tuendelee kufanya kazi kwa uzalendo mkubwa. Serikali ya kwenu hii, wananchi ni wa kwetu hawa, na sisi tutaendelea kufanya kile linalowezekana kuhakikisha kwamba baadhi ya changamoto tunaanza kuziondoa. Na mimi nimejipanga kule ili kuona tunawaunga mkono juhudi kubwa mnazofanya. Nahitaji kuungwa mkono na Watanzania, nahitaji kuungwa mkono na serikali yetu. Kwa hiyo tutaendelea kushirikiana. Mimi niwaambie kwa dhati kabisa, na mimi nitapenda nione mchango mkubwa sana kutoka serikalini unakuja jeshini. Mimi kazi yangu ndio hiyo. Nimefurahi sana kwa ratiba hii. Juzi nilikuwa makao makuu ya JKT kule Dodoma, na jana nimepata nafasi ya kuwa na headquarter command. Leo nimekuja Land Force, na kesho Mungu akinijalia naweza nikuwa Air Force Command pamoja na kule Navy. Nilikuwa nafikiri nipate hiyo kwa sababu tunaenda kwenye jukumu muhimu la bajeti. Na mimi angalau baadhi ya mambo niyaseme kwa uchungu kwa sababu takuwa pia nimeyaona kwenye maeneo yetu ya kazi. Kwa hiyo ndio maana ziara yangu ilikuwa kuja kuwasalimia, lakini kwa ratiba hii nimefurahi sana kutengenezwa ratiba pia kuja kuwasalimia ndugu zangu wote mlioko hapa. Nimefurahi sana. Baada ya kusema hayo, naona wengi ni vijana wako hapa. Nimeona na kina mama leo wako wengi sana. Mchanganyiko wa leo umenitia moyo. Nimeona wengi hata kule kwenye mchine. Nimeona wale wamama walikuwepo, kuonyesha namna nzuri tumejipanga kufanya kazi kwa ushirikiano. Na mimi niwaombe sana, wako vijana hapa bado vijana. Mungu awanyanyue sana, si ndio jamani? Awanyanyue kwa sababu tunavyoona nyinyi na hakika tunao viongozi wazuri wa kesho. Sisi baadaye tunastaafu, lakini ni nyinyi lazima mje mpande juu kuja kuchukua dhamana ya uongozi kwenye jeshi letu na Tanzania kwa ujumla. Kwa sababu nilikuwa nikipitia, ndio maana ninajivuna sana. Nilikuwa nikipitia, ninaona wako wenzetu askari wengi sana wako kwenye idara mbalimbali huko. Mheshimiwa Rais amewapa nafasi. Na hii ni kwa sababu ya nidhamu. Sina mashaka. Ndio maana nafanya kazi kwa amani kabisa. Kwamba nafanya kazi na watu ambao nidhamu iko juu. Na nidhamu inatupa mafanikio makubwa. Tuendelee kujituma ndugu zangu, pamoja na changamoto za hapa na pale ambazo zipo, lakini tutaendelea kupambana nazo ili tuweze kusonga mbele, ili kuhakikisha kwamba ile jukumu ambalo tumepewa kwa ajili ya nchi hii tunalifanya kwa ustadi mkubwa. Niwashukuru sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Mungu awabariki, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza.